It's 22:07. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. Kubwa kwenye kuombea mahitaji, lakini tunasahau kumtaka yule ambaye ndo mpaji wa mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka vitu kwake lakini hatumtaki yeye. Wakati mwingine mtu anaweza kukaa kwenye maombi hata kwa siku kadhaa. Maombi yake ni familia, ni kazi, ni nini. Mara ngapi umechukua hatua yako kukaa mbele za Mungu? Mungu, nataka nikae na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, nataka kila siku, kila ninapoenda niwe na wewe. Ni mara ngapi umefanya hivyo? Ni mara ngapi umefanya hivyo? Unaweza ukakata siku 3 kwenye maombi, unakaa kweli una mahitaji, ni kweli, lakini mara ngapi umemtaka huyo Mungu? Tunasahau kwamba yeye Mungu tukiwa naye yeye ndo tunakuwa na vyote. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alimwambia Mungu, ninataka nikae uweponi mwako, kwa sababu alijua nikikaa uweponi mwa Mungu, mstari wa 5 anasema huyo Mungu atanisitiri. Maana yake akimtaka Mungu kwanza, hivyo vingine vya Mungu vitakuja tu. Hakikisha kwamba mahusiano yake yeye na Mungu yapo vizuri. Anataka kukaa kwanza uweponi ili vile vingine vyote vitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inavyosema utafuteni ufalme wake na haki yake na mengine mtazidishwa, maana yake mtake kwanza yeye Mungu, alafu vingine vyote vitazidishwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unamtafuta yeye Mungu kwanza, unaitafuta haki yake, unatafuta kuyafanya mapenzi yake, unatafuta kukaa na huyo Mungu kwanza, ndio vingine vyote vitakuja baada ya kukaa na Mungu. Wakati mwingine haina haja hata kuombea mahitaji, mimi nina uhakika. Wakati mwingine namna tu unavyokaa karibu na Mungu, vingine tu vyenyewe vinakuja kwa sababu umemtaka kwanza yeye kukaa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana yake kwenye maisha ya muamini, kila inapoitwa leo, tamani uwepo wa Mungu usipungue kwenye maisha yako. Kwa sababu uwepo wa Mungu ukienda na wewe kila mahali, vitu vingine vitakuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Kila utakapokanyaga, kila utakapoenda, ule uwepo wa Mungu utakupa wewe neema ya mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Danieli alifanikiwa na alipata kibali kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Maana yake Danieli alitaka kwanza kumtafuta Mungu na kukaa kwa Mungu kwanza. Ndio maana hii kibali na akapata, Biblia inasema alipata kibali kwa mawaliwali na watu mfalme wote walimkubali Danieli. Sio kwa sababu Danieli alikuwa na ujuzi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikubali kukaa kwa yule Mungu, alikubali kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Danieli alikubali kujitoa. Alikuwa anasema kwa siku anaomba mara 3, asubuhi, mchana na jioni, kila inapoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Manake Danieli alijua kule kukaa kwa Mungu ndio vingine vinakuja. Usione tu mtu amefanikiwa anaendelea mbele, watu wanamkubali. Kuna mahali amekubali kuteketeza, kuna vitu amekubali kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Danieli pamoja na kwamba alikuwa na nafasi kubwa serikalini na alikuwa na jina, lakini bado alitaka kukaa kwa Mungu kwa sababu alijua akiwa na huyo Mungu vingine vyote vitafanyika tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Danieli anasema, Biblia inasema alipata neema na kibali na akakubaliwa, mpaka wale walikuwa wenzake pale juu wakamchukia, wakatafuta sababu ya kumshtaki, hawakuiona. Manake Danieli alikubali na alipenda kukaa na Mungu kila siku na kutembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingine hata walipotaka kumshtaki walikosa sababu, kwa sababu Danieli alijua kukaa na Mungu wake vizuri, alijua kutembea na Mungu vizuri, alijua kusimama na Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli alimpendeza Mungu na alifanya vizuri kwenye ufalme, alifanya vizuri kila mahali kwa sababu tu alijua hii siri ya kukaa kwa Mungu. Alijua kukaa kwenye uwepo wa Mungu ndio kuna kila kitu. Ziada yetu sisi tuliookoka ni kukaa na Mungu tu, sio kufanya vizuri sana. Unaweza kuwa na ujuzi mkubwa lakini kama hauna Mungu ukawa si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine hatufanyi vizuri sana, lakini kwa sababu ya kule kutaka kukaa na Mungu kila siku, tunaona ile neema na kile kibali cha Mungu kila tunapokanyaga. Kwa sababu tumekubali kumtafuta yeye. Mara ngapi unatoa muda kukaa tu uweponi wa Mungu? Mungu, nataka nikusikie wewe. Mara ngapi? Kila siku tumekuwa ni watu ukija kwa Mungu una mahitaji tu, hutaki kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye uwepo wa Mungu kuna kila kitu. Kukaa karibu na Mungu ni kuna faida kuliko kitu chochote. Mimi nimelithibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Maisha yako yote tamani uwepo wa Mungu usipungue kwenye maisha yako.
Tamani bidii yako ya Mungu kila inapoitwa leo isipungue, itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu utaona Mungu anafanya sio kwa sababu unafanya vizuri, ni kwa sababu tu ile neema na ule utukufu wa Mungu unaozilisha kwenye maisha yako kila siku, ndio maana Mungu atakuzingatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umemtaka yeye kwanza. Ulivyomtaka yeye, Mungu lazima kuangalie zaidi, kwa sababu haujaweka kipaumbele mambo yako, umemtanguliza Mungu. Umefanya vitu ambavyo vinakukaribisha karibu na Mungu kila siku, lazima Mungu akuangalie tu. Mungu sio dhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Kutoka 33 mstari ule wa 13, Biblia inasema, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Mstari wa 15, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haya alikuwa ni maombi ya Musa. Musa alijua kwenye kutembea na Mungu ndio kuna kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingine hata Israeli walivyokuwa wanakosea, wanafanya vitu vya kumkashifu Musa, wakati mwingine walikuwa wanakasirika mpaka wanataka kumpiga mawe Musa, lakini Musa kwa sababu alijua ule uwepo wa Mungu uko naye na ule uso ambao Mungu alimwahidi, alisimama na akalibeba kundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Musa hakutaka chochote, hakutaka Mungu akutane na mahitaji, alitaka uso wa Mungu uende naye tu, ndio kitu alimuomba Mungu. Manake alijua kwenye uso wa Mungu ukiwa pamoja nawe, vitu vingine vyote vitakuja, kwa sababu yeye ndo mwanzilishi. Akisimama Mungu, hivi vingine ni ziada, vitakuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Israeli walikuwa wanamlalamikia Musa kupita kawaida, lakini Musa kwa sababu ya yale maombi aliyoyaomba, Mungu uso wako uende nasi, na alimwambia Mungu kabisa, uso wako usipoenda nasi usitutoe, tuache. Alijua kutembea na Mungu, kwamba ule uwepo wa Mungu unavyokuwepo kwenye mahali, manake huyo mtu tunamuona tu. Wakati mwingine hauna haja ya kujitambulisha, namna tu unavyokaa watu watakujua huyu mtu ana Mungu. Namna tu hata usiposema umeokoka, na kuna wakati mwingine unaweza kukata kwenye gari tu, haumjui mtu yoyote, mtu tu akamwambia wewe umeokoka, wewe ni mtu fulani. Kwa nini? Kwa sababu kuna ule utukufu wa Mungu unajifunua kwa watu wanaokutazama. Manake kuna ile namna au kuna ile neema au ule uwepo wa Mungu unatembea nao kila mahali, na ndio unakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema hizi na vitu vingine vyote vya duniani tukivitaka, na ili tuendelee kutembea na Mungu, tuhakikishe uwepo wa Mungu haupungui. Kila siku kwenye maisha yako tamani neema na uwepo wa Mungu na ule utukufu wa Mungu unaotembea nao, badala ya kupungua uzidishe kila siku, utakusaidia. Kuna vitu utaona vinafanikiwa sio kwa sababu tu umeomba, sio kwa sababu umefanya vizuri, sio kwa sababu umewapendeza watu, hapana, ni ile neema na ule utukufu wa Mungu unajifunua kwa sababu umekubali kumtaka yeye kwanza kuliko vitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa alimwomba Mungu, uso wako tu uende na sisi. Alitaka uso wa Mungu tu uende naye. Na akamwambia Mungu, nifundishe na njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mahali pengine nasema Musa alizijua njia za Mungu, lakini Israeli waliyajua matendo. Manake Musa, kuna wakati Israeli kwa sababu alishazoea ishara, walikuwa tu wanakaa muda mwingine wanamlaumu Musa, wamezoea tu matendo na miujiza. Lakini kwa sababu Musa alizijua njia, hakuteteleka, aliendelea kusimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kwenye maisha yako kila siku, yani kila siku kwenye maisha yako ya wokovu, uwepo wa Mungu uende na wewe, utakusaidia. Hutakosea kwenye njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu ukitembea na mtu, hautakosea, I assure you. Kwa sababu huyu Mungu hawezi acha mtu wake apotee. Mungu atakuwa anakuelekeza na kukwambia hichi hapana mwanangu, hiki fanya. Kwa nini? Umetaka kuwa naye karibu yeye kwanza, vingine vyote vitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yako tamani kukaa karibu na huyu Mungu, kuna faida. Tamani kila siku kuwa karibu na Mungu. Kila unapoenda kuwa karibu na Mungu. Kila unapokanyaga mzilishe huyo Mungu wako, itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uwepo wa Mungu
kwenye Agano la Kale kuna vitu ambavyo vilikuwa sijui niwekaje, au vitu vilivyokuwa vinatunza uwepo wa Mungu kwenye Agano la Kale na kuna na Agano Jipya. Naomba niviseme haraka haraka alafu niendelee. Kitu cha kwanza, Agano la Kale, kitu cha kwanza ambacho kilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu ilikuwa ni sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Kutoka kule, Mungu alimpa maelekezo Musa wakati anajenga hema ya kukutania, alimwambia atengeneze na hilo sanduku. Lile sanduku lilikuwa linakaa patakatifu pa patakatifu. Ile hema lilikuwa lina sehemu ya nje, kulikuwa kuna patakatifu, afu kulikuwa kuna patakatifu pa patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo huko kwenye patakatifu pa patakatifu ndio kulikuwa kuna hilo sanduku la agano. Sasa lile sanduku la agano kazi yake kubwa lilikuwa limebeba uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sanduku la agano ni Musa alipewa maelekezo alitengeneze, na kuna vitu viliwekwa mule ndani. Kuna baadhi ya vitu vimetajwa hapo. Kwa mfano zile amri 10 zilikuwa ndani ya sanduku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili kilikuwa ni huduma takatifu za madhabahu. Ni kitu cha pili kilichotunza uwepo wa Mungu kwenye Agano la Kale. Huduma takatifu za madhabahu. Huduma takatifu za madhabahu. Hapa kwenye huduma takatifu za madhabahu kulikuwa kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza ilikuwa ni mkuhani mkuu wa madhabahu. Ndio maana kwenye Agano la Kale kulikuwa na kuhani mkuu. Hata wakati Musa ameambiwa ajenge hema, aliambiwa ateue Haruni na wanae kwa ajili ya kufanya kuwa makuhani kwa ajili ya nini? Kule hemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kulikuwa kuna kuhani special alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu, na ilikuwa ni mara moja tu kwa mwaka. Lengo la kuingia kule kuhani ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya upatanisho wa wale Israeli na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa palikuwa patakatifu pa patakatifu, maana yake mule ndani palikuwa na uwepo mkubwa wa Mungu pamoja na lile sanduku lilikuwa humo. Ndio maana ilikuwa hata kuhani akiingia kule wanamfunga mguu. Bwana Yesu asifiwe. Wanamfunga mguu wake, wengine wanakaa huko nje. Wakiona amekaa muda mrefu wanatikisa ile kama kwamba bado yupo. Kama ikitikisika basi bado yupo hai. Maana yake palikuwa ni patakatifu sana. Sasa kiashiria kimoja kilichokuwa kinatunza uwepo ilikuwa ni hili sanduku. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni sanduku, lakini na hizi ibada zao walikuwa wanafanya ambao kuhani ndo alikuwa anaenda. Lakini kitu kingine ilikuwa ni sadaka ya madhabahu. Walikuwa na sadaka wanazitoa, zile za kuteketezwa za damu. Walikuwa wanachinja damu kwa ajili ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vitu viwili vilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Sasa Agano Jipya uwepo wa Mungu umekuwa kupitia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa uwepo wa Mungu umekuwa kwa kila mtu kupitia Yesu Kristo. Maana bidii yako ya kumtaka huyo Yesu ndio itazilisha uwepo wa huyo Yesu kwako au uwepo wa Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tofauti na Agano la Kale ambako walikuwa wanatumia hivyo vitu vingine na kuhani na nani basi. Na walikuwa wanaruhusiwa kuingia kule walikuwa ni makuhani tu, sio wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye Agano Jipya huku ni kwa sababu ya Yesu, ndio maana tumesema tumefanywa kuwa makuhani. Maana yake kila mtu ni kuhani na kila mtu ana ruhusa na nafasi ya kuingia hapo patakatifu pa patakatifu kupitia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kila mtu ni kuhani sasa kwenye Agano la Kale. Yesu asifiwe. Sasa kitu ambacho pia kilikuwa kinatunza uwepo wa Mungu kwa mitume wale. Mitume kuna vitu vinne walivishikilia. Wale mitume wa Yesu baada ya Yesu kufa, baada ya Yesu kunyakuliwa kwenye Matendo pale 2, kuna vitu vinne ambavyo hawa mitume walivishikilia. Na hivyo vitu ndio vilikuwa vinasaidia kutunza uwepo wa Mungu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vinne hivyo, cha kwanza kilikuwa ni fundisho. Walidumu katika fundisho. Biblia inasema ukisoma Matendo 2:42, Matendo 2:42, Biblia inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kwa maana hivi vitu vinne hata kwenye kanisa leo, kanisa likivisimamia vizuri hivi vitu vinne, kanisa lazima lidumu au huyo Mungu awe anadhihirika kila siku katikati ya hilo kusanyiko. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema walidumu, maana yake sio kitu alichokifanya siku moja. Kudumu maana yake ni kuendelea kufanya.
Kwa maana yake hawa watu walidumu katika fundisho la mitume. Fundisho la mitume lilikuwa ni lile fundisho alilokuwa analifundisha nani? Yesu. Ndio maana kuna mahali wanasema imani yetu imejengwa juu ya misingi ya mitume na nani? Na manabii. Maana yake imani aliyotembea nayo mitume ni ile imani aliyokuwa nayo, aliyotembea nayo Yesu. Kwa maana hiyo fundisho alikuwa analifundisha hawa mitume ni lile fundisho au ile injili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa la kwanza katika kitu walifanikiwa au walikifanya kwa bidii ni kudumu katika fundisho. Ndio maana ukisoma Matendo 20 pale mstari wa 9 nafikiri Biblia inasema Paulo alifundisha usiku kucha. Maana yake alianza kufundisha muda mrefu mpaka usiku akalala akaanguka. Maana yake walidumu, walifundisha muda mrefu. Sio sasa hivi dakika 40 tu zikifika unaanza kuangalia saa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la kwanza lilidumu katika fundisho. Fundisho lilikuwa ndio kipaumbele chao. Maana yake walidumu katika kufundisha, na kanisa, Biblia inasema kanisa liliongezeka na kukua kila siku kwa sababu ya fundisho. Maana yake fundisho ndio tunamjua Mungu hapo kwenye fundisho. Kwa hiyo mtu ambaye anapenda fundisho lazima aweze kukaa na huyo Mungu na maintain huo uwepo, kwa sababu kwenye fundisho ndio kuna kumsikia Mungu. Kwenye fundisho ndio tunajua hata namna ya kuenenda. Kwenye fundisho tunajua hata namna ya kufanya kwenye safari yetu. Kwenye fundisho kanisa la kwanza lilifanikiwa kwa sababu lilidumu katika fundisho. Hicho kilikuwa ni kitu cha kwanza ambacho mitume walikisimamia. Kitu cha pili kilikuwa ni ushirika. Ushirika maana yake ni kukaa mahali pamoja. Watu ambao walikuwa wameokoka pamoja na kwamba wanaweza kuwa ni wa makabila tofauti au wakawa ni wa sehemu mbalimbali, lakini tunapokuja kwa Yesu tunakuwa sisi ni wa ukoo wa Yesu. Maana yake walipokuwa wanakutana walikuwa wanadumu katika ushirika wa Yesu na walikuwa wanadumu katika umoja. Kanisa lolote au eneo lolote au kusanyiko lolote lililo na umoja linafanikiwa. Wale walikuwa wanataka kumfikia Mungu kwa sababu tu walikuwa wamoja, walitengeneza ule ulikuwa mnara. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya umoja. Kwa hiyo kanisa la kwanza lilifanikiwa kudumu katika umoja na upendo. Ndio maana kanisa liliongezeka na kukua na uwepo wa Mungu uliendelea kujidhihirisha kila siku. Maana yake wanasema kina Petro walikuwa wakiongea, watu walikuwa wanaokoka 3000, 5000. Kwa nini? Walidumu katika ule ushirika, na hao waliokuwa wanaokolewa wanasema walizidi kukua na kuendelea kumjua Mungu. Walidumu katika ushirika, walikaa pamoja kama watu waliomwamini Kristo, walikaa pamoja kama familia, walichukuliana, walipendana, walikuwa wamoja, walikuwa na usemi mmoja, ndio maana wakakua na kuongezeka. Kanisa lilikuwa linaongezeka kila siku, walidumu katika ushirika. Waliona ule umuhimu, kumbe kukaa ndani ya Yesu ni vizuri, kwa sababu walikuwa, mtu mwingine anaweza kuona anapokuwa kule nje, anaweza kuona maisha kule labda ni au ndugu akawa hata hawani mamoja, lakini akija ndani ya kanisa, anapoona ule upendo wa kanisa na ule ushirika, huyo mtu lazima akae hapo ndani, kwa sababu kuna ule upendo ambao unawaweka pamoja. Kanisa la kwanza lilifanikiwa, liliongezeka, lilimtunza Yesu kwa sababu ya ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha tatu kilikuwa ni kuumega mkate. Kumega mkate ndo ile meza ya Bwana sasa tunaizungumzia hapa. Wanasema wakati Yesu amemaliza kazi yake, anamalizia kazi yake duniani akiwa katika mwili, aliwaambia wanafunzi wafanye hivyo kwa ajili ya ukumbusho wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwaona baada ya Yesu kuondoka, wale mitume walidumu katika hicho kitu kwa sababu ilikuwa ni agizo. Na kwenye alikuwa anasema mfanye hivi kwa ajili ya ukumbusho wangu, si ndio? Kwamba mkate ni mwili wangu na hii juice sweet divine ni kwa ajili ya damu yangu. Kwa kudumu katika pale, waliendelea kutafakari ule uwepo wa Mungu, au waliendelea kumtafakari yule Yesu kila siku kwa sababu walidumu kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu unaelekea kuisha. Kitu kingine kilikuwa ni kusali. Walidumu katika ibada au katika maombi. Kwenye Wakolosai 4 kama sikosei mstari wa 2 pale, alikuwa anasema dumuni katika kuomba pamoja na shukrani. Dumuni katika kuomba pamoja na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Manake kitu kingine ambacho kinautunza uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu ni kudumu katika. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtu wa ibada kila siku, hicho kitakusaidia pia. Maana yake unavyokuwa na ibada na Mungu wako, unavyokuwa na ibada na au ule maisha ya maombi wakati mwingine pia yana msaada mkubwa sana. Sio wakati mwingine, maisha ya maombi yana msaada mkubwa sana kwa maisha ya muumini. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanatunza uwepo wa Mungu. Ukikubali kuwa mtu wa maombi kila siku au kupoteza gharama ya maombi, lazima uwepo wa Mungu kila siku utakuwa unaongezeka. Kila siku, na huyo Mungu ataendelea kujidhihirisha kwako kwa sababu umekubali kukaa katika kusali na maombi na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe.
Sasa uwepo wa Mungu unadumishwa kwa kufanya haya yafuatayo kibinafsi. Wewe kama wewe ufanye nini sasa ili uwepo wa Mungu uishi ndani yako kila siku? Ni kuishi maisha matakatifu. Maanake kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kila siku. Na ukiona umekosea, tubu haraka. Maisha ya toba pia yanasaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingine hata kila siku tunavyokuja maombi, kila siku mchungaji hapa akiongoza maombi lazima aanze na rehema, kwa sababu anajua. Kwenye Zaburi 51 Zaburi 51 mstari wa 8, Biblia inasema, unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi, usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Haya alikuwa ni maombi ya Daudi. Daudi alikuwa ameshakosea. Hapa anajua kabisa amekosea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namna alivyokuwa anaenda kwa Mungu, haya alikuwa ni maombi yake. Alikuwa anamwomba Mungu rehema, lakini pia alimwambia Mungu, usinitenge na uso wako. Pamoja na kwamba nimekosea, ni kweli, naomba msamaha, lakini usinitenge na uso wako. Kwa sababu uso wa Mungu ukiwa mbali na mtu kuna hatari. Kutembea peke yako ni ngumu, unaweza tu ukakosea ukaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata Daudi wakati amekosea, alianza na toba, lakini alimwomba Mungu, uso wako usinitenge nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuishi maisha matakatifu kinasaidia, lakini pia ni kutii sheria ya Mungu. Kuitii sheria ya Mungu. Kutii ni kufanyaje? Ni kukubali kile Mungu anachokuagiza ufanye. Kupitia neno lake au sauti anazokuambia au vitu mbalimbali anavyoongea na wewe. Ukikubali kutii, Mungu lazima akae na wewe kwa sababu umekubali kutembea naye. Mtu yote asiyekubali kutii ni rahisi sana kuanguka na Mungu kumwacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kutii ndiko kuna kusikia Mungu. Unavokubali, unavotii, ndio huyo Mungu unaweza ukamsikia pia, lakini ukikubali. Bwana Yesu asifiwe. Ukikubali kile Mungu anachotaka ukifanye. Kingine ni kutembea na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kila siku anakuwa anatufundisha, anatuelekeza namna ya kuenenda. Maana Roho Mtakatifu wakati mwingine, kwa mimi nimelithibitisha, sijui kwa wengine, Roho Mtakatifu wakati mwingine anaweza hata kukataza kufanya kitu. Kama unaweza kuna kitu umetaka kufanya lakini akakukataza kwa sababu anajua. Kwa maana yake Roho Mtakatifu akiwa kwa wingi kwenye maisha ya mtu, ni rahisi wewe mtu kutembea na Mungu kila siku. Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa anakuongoza hata namna ya kuenenda. Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu vinavyopunguza uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Naomba niviseme haraka, muda wangu umeshakaribia kuisha. Vitu vinavyopunguza uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kitu cha kwanza ni maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi. Dhambi ni kufanya kinyume na kila Mungu anataka ufanye, kufanya kinyume. Kwa wakati mwingine maisha ya dhambi ndio yanatupunguza kwa huyu Mungu. Kufanya unajua kabisa hichi kitu sio sawa na unakifanya, kinakupunguza kila siku. Sauli aliacha kwa sababu tu haya makosa. Alikuwa anajua lakini alikuwa anafanya. Mungu alimwacha kwa sababu alikuwa anakosea kila siku. Na kuna vitu alikuwa anaambiwa kabisa usifanye. Alipokosea zaidi na Mungu akasirika, ni pale alipotoa yeye sadaka. Akati haikutakiwa. Sadaka zilikuwa zinatolewa na kuhani, yeye akatoa. Mungu akachukia kabisa. Makosa, maisha ya dhambi. Mungu alimwacha kabisa Sauli. Mpaka kuna mahali Sauli alikuwa anamwambia Samueli, ni kweli Mungu ameniacha, basi naomba wewe Samueli urudi na mimi ili watu wasijue kama Mungu ameniacha. Kwa sababu Mungu tayari alishamwacha mbali. Akamwomba tu Samueli awe karibu naye warudi wote. Maana yake nini? Dhambi na makosa tunayofanya kila siku yanatupunguza kila siku kwa Mungu wetu. Vitu ambavyo unaona sio sawa na unavifanya kila siku vinakupunguza. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Ukiona unakosea mwanzo atakupa alama. Atakushuhudia kabisa hichi kitu sio. Anakushuhudia. Unapoendelea kufanya inafika pointi anakuacha. Kwa sababu yeye naye ataongea na wewe mara kadhaa usikie, atakuacha peke yako. Mwanzo unaweza kufanya kitu ukakosa amani kabisa, amna. Unajitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya dhambi yanatutoa kwa Mungu. Kitu kingine ni kupunguza kasi ya usomaji neno, tafakari na kuomba. Wagalatia 5 mstari wa 7 anasema hivi, mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msitii kweli? Paulo alikuwa analiambia kanisa la Galatia. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msitii kweli? Maana yake mwanzo ili kanisa lilikuwa na bidii
Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua kanisa la Galatia shida yao kubwa ilikuwa ni kwa habari ya kushika ile tohara ya Agano la Kale. Walikuwa wanaishikilia sana hicho kitu, na ndio ilikuwa tatizo kubwa lilikuwa linaisumbua kanisa la Galatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kuna watu walitoka Yerusalemu wakaja Galatia wakawaambia, kwa sababu ukumbuke Galatia hawakuwa Wayahudi, walikuwa ni Wayunani. Maana yake walikuwa ni watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni mtume ambaye alikuwa anafundisha kwa wale Wayunani ambao hawakuwa Wayahudi. Sasa Wayahudi sheria yao kubwa ilikuwa ni kuishika tohara. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya watu kutoka Yerusalemu wakaja wakawapotosha hawa Wayunani nao wakaanza kukengeuka, wakaanza kuishikilia nao tohara. Paulo akamwambia, mbona mlianza vizuri, kwa nini mnataka kukamilishwa kwa sheria? Ndio maana sura ya 3 Paulo alikasirika sana mpaka akamwambia, ni nani aliyewaloga? Aliongea kauli ngumu. Kwa sababu gani? Walianza vizuri, lakini as times goes wanapungua. Wakaanza nao kung'ang'ania tohara. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tunaona pale Paulo issue ikawa kubwa mpaka anaitwa Yerusalemu kwa mitume ambaye Petro ndiye alikuwa kiongozi wao, anaenda kujitetea, anashinda, lakini tayari kanisa huko lilikuwa lishayumba. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba alishinda kule, lakini na akapewa na waraka ukisoma kule kwenye Matendo, lakini bado huku Galatia tayari walishapotoka, walishashikilia tohara. Na Paulo akamwambia, mimi sihubiri tohara huku, mimi ninachohubiri ni ile imani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ile imani ambayo wanaifundisha mitume wengine na mimi ndio naifundisha. Maana Paulo alishtakiwa kule. Yaani kuna maneno alienda Yerusalemu kwa kina Petro kwamba Paulo anahubiri injili laini Galatia. Anahubiri injili ambayo injili ambayo ni kama anajipendekeza ili lile kanisa limpende. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Paulo kwenye kujibu kwake ndio maana akasema, mimi nahubiri injili ile aliyohubiri Yesu. Kwenye sura ya kwanza pale alikuwa anaongelea hicho kitu. Injili ambayo alikuwa anahubiri Yesu ndio hii naihubiri. Ndio maana mstari wa 8 anasema, na yoyote anahubiri injili tofauti na hii ninayohubiri mimi alaaniwe. Maana yake Paulo alisimama kwenye injili ile lakini bado ile kanisa lilikengeuka. Maana yake walianza vizuri lakini muda unavyokwenda walipungua. Ndio maana akamwambia, mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msitii kweli? Ni nani aliyewazuia msiendelee kumwamini huyu Yesu niliyokuwa nimewaambia? Mnaanza kuamini kwenye tohara. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata aliporudi Yerusalemu alienda na Tito alikuwa Myunani, lakini ameenda naye Yerusalemu purposely ni kuathibitisha, mimi kule sisimamia habari ya tohara, nasimamia habari ya injili. Tito huyu niko naye kanisani lakini hajatailiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni sababu nyingine. Kwa hiyo kupunguza kasi ya usomaji neno pia wakati mwingine inaweza ukapokea mafundisho mabaya akakupoteza. Mchungaji alituambia kuna kijana wake alipotelea Siloamu sijui. Yes. Alikuwa na bidii lakini baadaye akaenda Siloamu. Maana yake usikute kuna mali tu aliruhusu mwanya akabebwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa bidii yako kila siku unatakiwa uendelee kuimaintain, kusoma neno, kuwa mtu wa maombi, kutafakari Biblia. Kwenye kutafakari Mungu anasema na watu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kilikuwa ni kitu cha pili kinachopunguza uwepo. Kitu cha tatu kilikuwa ni kuipenda dunia. Warumi 12 mstari wa 2. Kuipenda dunia. Warumi 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Tusifuatishe namna ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwenye kuipenda dunia wakati mwingine tunaweza tukamkosea Mungu. Sio wakati mwingine tunamkosea Mungu. Ukitaka kuenenda kama ambavyo dunia inavyoenenda, unaweza tukampoteza Mungu. Nilisema Jumapili wakati Israeli wanadai mfalme, Mungu alimwambia Samueli, wape wanachokitaka. Hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Kwa sababu yao kubwa walioipeleka kwa Samueli alimwambia, tunataka kuwa kama mataifa wengine. Manake nao walitaka kuwa kama wale mataifa ambao hawamjui Yesu. Wakati ambao hawamjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakataka kufanana nao. Mungu akakasirika, akamwambia wape wanachokitaji. Wakapewa Sauli. Yesu asifiwe. Manake walitaka kufuatisha namna, walitaka kuenenda kama mataifa wengine. Sasa hatari ni kwamba kanisa kutaka kuenenda kama dunia inavyoenenda. Namna dunia inafanya na wewe ulioko unataka ufanye hivyo, unaweza ukamkosa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujitofautishe wewe na dunia. Hiyo ni kitu kingine, lakini kingine
ni kujiamini kupita kiasi. Kujiamini kupita kiasi kunapunguza uwepo wa Mungu na kunaweza kukakuangusha kabisa. Wakorintho wa kwanza 10:12 anasema ajidhaniaye amesimama aangalie asije akaanguka. Ajidhaniaye amesimama aangalie asije akaanguka. Kujiamini kupitiliza kunaweza kukakuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji alisema hapa kuna kijana alikuwa anaambiwa, bwana usiende kwa mdada peke yako. Mimi hamna mchungaji. Anaenda. Mwisho wa siku akaja akaanguka. Kujiamini kupitiliza. Unaonywa, unaambiwa kitu fulani, unaona wewe kwa sababu unaomba sana, unaweza kuhenda. Mwisho wa siku unakuja kuanguka na unaambulia majuto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hasara ya kupoteza uwepo wa Mungu ni Mungu anaweza asiseme na wewe tena, na Mungu anaweza akakuacha kama ambavyo alimwacha Sauli. Kama Mungu alikuwa anakusemesha kwa kitu fulani, kwa habari ya jambo fulani, wakati fulani, atakusemesha wewe mara kadhaa, hutaki, atakuacha, hata ongea na wewe tena. Na hiyo ndio inaweza kuwa ni hasara, kwa sababu unaweza ukaishia peke yako. Mungu anaweza kaongea na wewe mara kadhaa, akiona anakuonya usikie, anakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hasara kubwa ya kupoteza uwepo, maana yake Mungu akiwa mbali na wewe utatembea peke yako na kuna hatari, unaweza ukaluzi hata kwenye maisha yako. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dawangu umeisha. Naomba nimalizie kwenye faida haraka alafu nikabidhi maiki. Nina faida tu kadhaa hapa alafu nitamaliza. Faida ya kwanza, faida ya uwepo wa Mungu au faida ya kutunza uwepo wa Mungu. Faida ya kwanza, unapokuwa na uwepo wa Mungu ndani yako, lazima kuwe na mabadiliko ya mwilini na rohoni. Mungu anavyokaa ndani ya mtu lazima tukuone na yani aimini kwa matendo yako na mwenendo wako tutamdhihirisha wewe. Kwa sababu wakati mwingine si kilo chako tukijui, lakini namna tunavyokutazama tutajua huyu mtu ana Mungu. Maana yake Mungu hawezi akaokoa roho akaacha mwili. Hamnaga Mungu hivyo. Anasema Mungu anaangalia roho, hamna kitu kama hicho. Mungu hawezi kuokoa roho akaacha mwili, hapana. Kama anakuokoa atakuokoa roho, atakuokoa na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake kwa mtu ambaye anatembea na Mungu kweli tutamuona hata kwa matunda yake. Anasema tutawatambua kwa matunda yao. Maana yake kwa namna unavyoenenda tutakujua huyu mtu ana Mungu ndani yake. Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine, mahali penye uwepo wa Mungu kunakuwa na udhihirisho wa ishara na maajabu au uponyaji na ufufuo wa Mungu. Mahali popote ambapo Mungu anakuwepo lazima kuwe na ishara na udhihirisho, au tunaweza tukaona yale madhihirisho ya Mungu ndani ya hilo eneo. Biblia inasema kina Petro na Yohana na wale mitume wengine walifanya ishara mbalimbali kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao. Mpaka wanamponya kiwete, wanafanyaje? Mungu alikuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliokoka wengi wakamjua Mungu, watu 5,000 wanaokoka kwa siku. Ni kwa sababu tu Mungu alikuwa na wao. Ndio maana hata namna walivyokuwa wanaongea, maneno yao yalikuwa na nguvu. Mchungaji anasemaga, kuna mtumishi mmoja alisema, ushawahi kuomba Mungu, ninavyokuwa ninaongea sauti yangu iwe na nguvu ya Mungu. Ushawahi kuomba hicho kitu? Maana yake sauti ikiwa na nguvu ya Mungu, hata kama unaongea taratibu, ile energy na ile nguvu ya Mungu itawabadilisha watu. Biblia inasema kina Petro walivyokuwa wanaongea, wale Mafarisayo na wale makuhani walichomwa mioyo. Kwa nini? Walikuwa na energy ambayo ilikuwa inawachoma mioyo yao, wale walikuwa wanasikia. Ndio maana anasema alikuwa akiongea watu 5,000 wanaokoka. Kama kuna mahali anasema pale sura ya 2 kama sio 3, anasema walivyokamatwa, Biblia inasema hasira ya Roho Mtakatifu ikawaka, wakaanza kuongea kwa ujasiri, wakamwongelea Yesu, lakini wakamwambia na nyinyi mlimsulubisha Yesu, lakini bado ipo neema, mkitubu huyo Mungu atawasamehe. Kwa yale maneno walichomwa mioyo, wakaokoka, wakampokea. Na ndo baada ya wale kuokoka wanasema kanisa likazidi, na walivyodumu kwenye hizi mambo nimezisema hapa, kanisa likaongezeka kila siku kwa sababu walidumu katika hilo fundisho, katika kumega mkate na vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake penye Mungu pana madhihirisho ya Mungu. Penye Mungu pana nguvu ya Mungu inatembea. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usiwe hata na panchi ya kiinjilisti kama Esther, lakini tu unaweza ukaongea taratibu na watu wakakuelewa. Yesu asifiwe, kwa sababu ya nguvu ya Mungu na uwepo wa Mungu. Lakini kingine, kwenye uwepo wa Mungu watu wanainuliwa. Mtu ambaye amekubali kukaa kwa Mungu na kumtafuta Mungu kila siku anainuliwa tu. Hiyo haipingiki. Danieli yeye hakutaka vyeo, alikubali tu kukaa kwa Mungu. Mungu alimthibitisha.
Anasema alipata kibali akawa mkuu. Yusufu anasema Yusufu alipata kibali kwa Misri na kwa Farao kwa sababu roho bora ilikuwa ndani yake. Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Kwa nini? Maana yake Yusufu alimaintain ile focus. Sasa shetani anachokifanya wakati mwingine mtu ambaye ana maintain focus yake kwa Mungu, shetani anamtafuta sana huyo mtu. Kwa anachokitafuta shetani ni kama uhalali. Akishaupata anakupiga na akishakupiga anakuacha hivi anakaa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata wakati Yusufu na yule mama mke wa Farao alipotaka alale naye, Yusufu alikimbia kwa sababu alijua labda angefanya vile ingekuwa ndo mwisho wake. Kwa sababu shetani alikuwa anamtafuta hapo, lakini kwa sababu aliendelea kufocus na kumaintain. Pamoja na kwamba ile dhoruba ilitokea pale akaenda gerezani akafanyaje? Hakutikisika kwa sababu alijua tu. Kwa sababu sijafanya, Mungu wangu atanitetea. Yesu asifiwe. Alikaa kwa Mungu, Mungu akamthibitisha. Mtu yote anayekaa kwa Mungu lazima tu Mungu akuinue. Mungu atakuinua tu kwa sababu umemtaka yeye kwanza na kumtafuta yeye kwanza. Yusufu alipata kibali, Danieli alipata kibali kwa sababu wanasema roho bora zilikuwa ndani yao. Maana yake walikubali kukaa na huyu Mungu na kumtafuta kwanza, vingine vikaja tu. Vyeo nini vilikuja tu baadaye, lakini kwanza walikaa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha msingi kwa kabisa kwa kanisa na naweza nikakushauri leo, tamani kukaa kwa Mungu kila siku kuna faida. Kukaa kwa uwepo wa Mungu kila siku kuna faida. Hamna mtu aliyetembea na Mungu afu Mungu akamwacha peke yake. Kutembea na Mungu, Mungu atakuangalia wewe na watu wako kwa sababu tu wewe kuna mahali umesimama vizuri umempendeza. Yesu asifiwe. Kwenye kutembea na Mungu kuna faida kubwa kubwa kubwa. Kwa tamani kila unapoenda umthibitishe wewe Yesu wako. Hata kama watu wengine watakuona mshamba, watakuona namna gani, lakini kubali kutembea na huyu Mungu kuna kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu umeisha na nimezidisha. Karibu mchungaji. Pigie Bwana Yesu tena makofi mazuri zaidi kwa ajili ya mwalimu. Bwana asifiwe. Walimu nafikiri mimi sio mwalimu kwa sababu nimesikiliza hizo hatua ambazo ameenda nazo, introduction, maana vinavyotunza uwepo wa Mungu, faida ya uwepo wa Mungu, kwenye Agano la Kale, kwenye Agano Jipya vinavyotunza uwepo wa Mungu, faida ya uwepo wa Mungu, hasara ya uwepo wa Mungu, matokeo ya ukiwa na uwepo wa Mungu. Hiyo ni ese, tunaita ese kabisa imetengenezwa. Na mimi sio mwalimu. Nilifikiri mimi ni mwalimu. Mimi sio mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mhubiri bwana. Bwana asifiwe sana. Mimi ni mhubiri. Sidhani kama nimewahi kufuata mtiririko mzuri wa namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Wow, Mungu ni mwema. Nataka tuombe. Bwana asifiwe. Nataka tumuombe Mungu, lakini wakati mwalimu wetu anaendelea hapa nikapata vitu viwili wakati anaendelea. Nikasema nitakukumbusha na wewe alafu tuombe. Sawa sawa? Ambavyo viko ndani ya ujumbe wake ama somo ambalo ametufundisha leo. Bwana asifiwe. Mimi naomba nikupe vitu viwili katika uwepo wa Mungu. How to activate the presence of God in you so that we may pray now. Bwana asifiwe. Alafu tuombe. Bwana asifiwe. Andika, nataka tuombe. Nataka nipate mahali pa kuingilia kwenye maombi. Nataka nipate mlango wa kuingilia kwenye maombi. Kwa hiyo wakati mwalimu anaendelea, hilo yameingia moyoni mwangu kwamba unaweza ukawa na uwepo wa Mungu lakini ukawa una maisha ya kawaida. Usijue kutumia huyo Mungu aliye ndani yako. Unanielewa watumishi wa Mungu? Unanisikia watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Imagine umeokoka, unampenda Kristo, unafanya kila kitu ambacho maandiko yanatamani na maelekezo yanayofundishwa. Lakini unagundua kama Gideoni, sawa sawa, mpaka malaika anamtokea anamuuliza, no, you're not serious. Kama Mungu yuko pamoja na mimi, mbona mabaya haya yametupata? Kuna mtu anajiuliza swali. Now, how to activate the presence of God in your life? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mtu anaona kabisa nimeokoka na ninampenda Mungu, lakini mbona mabaya yananipata? Mbona ni kama vile sijaokoka? Mbona ni kama vile there is no difference kati yangu na watu wengine? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu unaweza ukawa na Mungu ndani yako lakini utukufu wake usionekane. Bwana Yesu asifiwe. Ama kazi zake zisionekane kwenye maisha yako. Hebu sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema tena Roho Mtakatifu nisaidie.
Bwana asiwe. Nampenda Gideoni, sijui kwa nini. Tangu niliposikia habari zake nilikuwa nampenda tu, hasa anapomwambia malaika, kama Bwana yu pamoja na sisi, mbona mabaya haya yametupata? Mwangalia ali pembeni na wewe, mwangalia ali pembeni yako, mwambie kama Mungu yuko pamoja na wewe, mbona tuko hivi? Mbona tuko hivi? Mbona tuko hivi? Mbona tunalialia sana? Bwana Yesu asiwe. Hebu jiulize hilo swali. Do you really resemble, unafanania mtu anayetembea na Mungu? Najua hautendi dhambi, sawa sawa, najua hautendi dhambi, lakini anayetembea na Mungu tunafanania na mtu anayetembea na baba yule mzee wa siku kweli. Jitafakari tu, kwa sababu kujitafakari Mungu anasema humu ndani kwenye kujitafakari. Bwana apewe sifa. Kama Mungu yuko pamoja na sisi, Gideon anauliza, mbona mabaya haya yametupata? Akamwambia malaika, yako wapi yale matendo makuu ya Mungu waliotusimulia baba zetu? Unanisikia? Kama mbona tulisikia Mungu akiwa na watu alimpiga Farao kwa mapigo 10. Mungu alipokuwa nao alifanya njia kwenye bahari, si ndio? Mungu alipokuwa nao maji machungu yalikuwa matamu. Mungu alipokuwa nao nyoka wa moto hawakuweza kuwaangamiza. Mungu alipokuwa nao mana ilishuka kutoka mbinguni. Mungu alipokuwa nao kulikuwa na nguzo ya wingu mchana na kulikuwa na nguzo ya moto wakati wa usiku. Mungu alipokuwa nao Musa aliinua mikono wakashinda vita. Bwana Yesu asiwe. Mungu alipokuwa nao, yako wapi yale matendo makuu ya Mungu tuliyosimuliwa? Kama Mungu yuko pamoja na mimi, mbona mabaya haya yote yamenipata? My God. Roho Mtakatifu uko hapa. Roho Mtakatifu uko hapa. Kashika kibodi Jonathan, nafikiri umeondoka, kumbe you are still here. Thank you very much. Ushararo shakarama hata. Unaweza ukanena kwa lugha kwa dakika chache. Just charge your spirit for a while. Rato shakarama hata. Raka sakarado shana maharatosi. Rakabarato sakarabayata. Rikama ikakatosia. Kama Mungu ni pamoja nasi. Nimewahi kufukuzwa kwenye chumba na kukosa kodi. Kama Mungu yuko pamoja na mimi, mbona nimewahi kukua mpaka mwingine nikaanguka barabarani kama watu wakaona damu wa kawaida? Kama Mungu yuko pamoja na mimi, mbona nimewahi kufukuzwa kazi na wengine wasio na Mungu wakabaki kwenye ile ofisi? Kama Mungu yuko pamoja na mimi, mbona mabaya haya yamenipata? Kama Mungu yuko pamoja na mimi, mbona nilikutana na watu wasio sahihi wakanisababisha uchungu na majuto kwenye maisha yangu? Kama Mungu yuko pamoja na mimi. Fungua kinywa chako, nena tu kwa lugha, usiombe kwa lugha ya wanadamu. Acha unene kwa lugha, acha Roho Mtakatifu aombe kupitia wewe. Rakaratu sakarama ikaratu sakabahata rimayatu sakarabahata rikarama ikakatu sakarabayato rakapa ikakatu sakarama ikakatosi rikaraba ikakatosa rama ikakato rakapayata rikapayato reketosi rikaba ikakato rama ikakatosa rikapayata ikakatosi mahata rakapa ikakato sikapayata ikakato rima ata ikaba ratea